Bwana Yesu asifiwe. Tena tunaendelea na somo letu ambalo linasema maeneo ya kuombea ambayo yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Maeneo ya kuombea ambayo yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Sasa ndugu zangu, nafikiri tumeendelea kusoma maandiko pale kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 1 hadi 4. Basi naomba niombe. Bwana Yesu, nakushukuru kwa nguvu zako na uwezo wako na mamlaka. Mungu aliye hai, na kusihi kwa nguvu zako na kwa Roho wako Mtakatifu, achilia damu ya Yesu na utukufu wako na Roho wako Mtakatifu akaweze kuwa pamoja nasi. Sasa tunapoendelea na hili kongamano na haya maombi, Bwana, achilia nguvu zako Bwana, mguse kila mtu anayesikia apate kuelewa maneno yako katika jina la Yesu. Amen. Ukisoma pale tuliona kwenye kipindi kilichopita mstari wa 2, Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2, kwa ajili ya wafalme na kwa ajili ya wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu, amani na utauwa pamoja na ustahifu. Nikasema Paulo anajaribu kueleza aina 4 za maombi, kwamba dua, sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa watu wote na kwenye wenye mamlaka na wafalme wote. Kwa nini tufanye haya maombi? Kwa sababu unapofanya maombi kwa ajili ya serikali ipatikane, unaomba kwa ajili ya viongozi. Maana yake hatima ya serikali nzuri inategemea na kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri hutengeneza serikali nzuri, ambayo serikali nzuri itasababisha tuishi kwa utulivu, amani na utauwa. Sasa ndugu zangu, siku ya leo nataka nianze moja kwa moja kwenye kichwa chetu cha somo, maeneo ya kuombea ambayo yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Nataka tuanze moja kwa moja. Eneo la kwanza kabisa ambalo tunahitaji kuombea, hasa kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi katika nchi yetu, ni eneo ambalo linaitwa viongozi wanaogombea si kwa kutaka kuwatumikia wananchi. Eneo la kwanza kabisa ambalo linaweza kutengeneza serikali kaonekana mbaya ni eneo la uchaguzi, kwa kuchagua viongozi. Nafikiri mwaka huu nchi yetu ya Tanzania ina uchaguzi. Kwa hiyo Watanzania tunahitaji kuwa makini sana na tunahitaji kuomba sana ili Mungu afanye kitu kwenye uchaguzi huu unaokuja mwezi wa 10. Kwa nini? Utasema mtumishi Gida, kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu ndio mahali ambapo pa msingi sana. Kumbuka nimesema namba 1, viongozi wanaogombea si kwa kutaka kuwatumikia wananchi. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli, unaweza kusema mtumishi Gida, unataka kusema nini? Usije ukasema mimi Gida naongea kwa matakwa yangu. Hapana, nataka nikuonyeshe tu Biblia jinsi inavyosema, na Biblia ndio kioo na ndio mwongozo wa kutujulisha sisi wananchi tunaoishi duniani tunatakiwa kwa vipi. Yaliandikwa haya ili sisi tupate kufunguka na kuelewa na kutambua. Sasa kwenye kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari wa 21, alafu tutaenda mstari wa 23 na wa 24. Nitakusomea pale maandiko machache, alafu nikuonyeshe pointi kadhaa zinazopatikana hapo. Biblia inasema hivi, mstari wa 21, kisha badala yake atasimama mmoja, mtu astahilie kudharauliwa, ambaye hawakumpa heshima ya ufalme, naye atakuja wakati wa amani, naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza. Mstari wa 23, na baada ya maagano atatenda kwa hila, maana atapanda naye atakuwa hodari pamoja na watu wadogo. Wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo, naye atatenda mambo ambayo baba zake hawakuyatenda wala babu zake. Atatawanya kati yao mawindo na mateka na mali, naam, atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati ulioamriwa. Manake mpaka muda utakapoisha wa kudumu kwake katika uongozi wake.
Sasa nataka kusema nini? Manake sasa tunaelekea kwenye uchaguzi, unatakiwa ufanye maamuzi ya mtu atakaye kuongoza kwa miaka 5 mbele. Sasa Biblia inasema hivi, tunahitaji kuwa makini sana. Kuna mtu atajitokeza, kwa mujibu wa Biblia inasema hivi, kuna mtu atajitokeza na atainuka. Huyo mtu atapata hiyo nafasi ya kugombea, lakini mtu huyu ni mtu asiyefaa kuwa kiongozi au hana sifa za kuwa kiongozi katika taifa, jimbo au kata au eneo lolote lile ambalo linafanya uchaguzi. Kwenye mstari wa 21 Biblia inasema, kisha baada yake atasimama mmoja. Najua vyama vya siasa vitasimamisha kila mtu mgombea wake. Sasa Biblia inasema mtu yule atakayesimama, je, swali la kujiuliza, anastahili kuwa kiongozi au hastahili kuwa kiongozi? Biblia inasema huyu aliyesimama alikuwa hastahili, asiyestahili kuheshimiwa au anastahili kudharauliwa, ambaye hawakumpa heshima ya ufalme, manake ya kuwa kiongozi au kuwa rais au kuwa mbunge au kuwa diwani. Lakini Biblia inasema huyu mtu akasimamishwa, lakini hana sifa, hana vigezo, hana namna yoyote ya kuonekana anastahili kuheshimiwa kama kiongozi. Sasa Biblia inasema njia gani zilimsaidia huyu mtu mpaka akasimamishwa wakati hastahili, hafai na hana thamani? Alitumia njia gani? Ukisoma pale anaeleza kabisa. Njia ya kwanza aliyoitumia kupata ule uongozi au kuteuliwa na kuanza kugombea ile nafasi, njia aliyoitumia ya kwanza kabisa, anasema alitumia njia ya kujipendekeza. Atahakikisha anapata uongozi kwa kujipendekeza, au alitumia njia ya kujipendekeza kupata huo uongozi. Sasa zipo njia nyingi za kujipendekeza ili uweze kupata uongozi. Mimi sijui wanasiasa ndio wanajua wanafanyeje ili waweze kupata madaraka, au wanaweza kupata hivyo vyeo au wakateuliwa kwenye vyama vyao, mimi sijui. Lakini ninachotaka kuona, Biblia inasema hivi, alipata uongozi kwa kujipendekeza. Sasa inawezekana alipata uongozi kwa kutoa fedha au kutoa misaada au vitu vinginevyo vingi, ili mradi tu apate uongozi wake. Kwa nini? Na mimi nataka kusema ni kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi. Kila mtu atatumia silaha hii, kila mtu atatumia mbinu hii. Anaweza akatumia fedha, akatumia misaada, akatumia vitu vingine vyovyote ambavyo anavijua yeye, ili tu apate kujipendekeza, apendwe na wapiga kula, lakini kumbe moyoni mwake ana sifa wala hastahili kuwa kiongozi. Biblia inasema akapata uongozi huo kwa kujipendekeza. Biblia inasema mstari wa 21, Biblia inasema hivi, astahilie kudharauliwa, ambaye hawakumpa heshima ya ufalme, naye atakuja wakati wa amani, naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza. Kwa atapata ufalme sio kwa sifa zake, sio kwa umaarufu, kwa umahiri wake, ila atapata huo uongozi kwa kujipendekeza. Inawezekana kama nilivyosema, kwa fedha au chochote, akapata huo uongozi, akapata huo ufalme, akapata huo urais, akapata huo udiwani, akapata huo ubunge, akapata huo uongozi ambao mnachagua kwenye nchi hii ya Tanzania. Lakini kwa njia gani? Ya kujipendekeza. Kwa anakuja kwa kujipendekeza, atakisha mpaka anatumia hiyo mbinu mpaka anafanikiwa kile anachokitaka. Lakini njia ya pili, Biblia inasema atatumia amani yenu mlionayo kwa kuweka makubaliano au mikataba ya kumuidhinisha yeye kuwa kiongozi. Biblia inasema hivyo. Mstari wa 21, Biblia inasema hivi, kisha baada yake atasimama mmoja, mtu astahilie kudharauliwa, ambaye hawakumpa heshima ya ufalme, naye atakuja wakati wa amani. Wakati wa amani. Angalia mstari wa 23. Na baada ya maagano atatenda. Baada ya maagano, nachotaka kuonyesha nini? Atategea wakati mna amani, mna furaha, mmetulia, basi yeye atakuja kwa kuweka makubaliano au mikataba
ya kumuidhinisha yeye kuwa kiongozi. Kwa hiyo ni njia ya pili ambayo Biblia inaeleza kwamba mtatumia. Njia ya kwanza atajipendekeza, njia ya pili atatafuta makubaliano au mikataba yatakayomsaidia kumuidhinisha kuwa kiongozi. Na ni kweli ndugu yetu huyu alifanikiwa kupata huo uongozi. Sasa kitu gani kilitokea? Matokeo ya kiongozi kama huyu ambaye ndani yake sio kwamba ana sifa, anastahili, ana nia kweli ya kuja kuwatumikia. Ukiangalia kwa mistari hii unaona huyu ndugu sio nia yake kwenda kuwatumikia wananchi, sio nia yake kuleta maendeleo kwa wananchi, sio kweli. Nia yake kuna kitu ambacho anacho ndani ya moyo wake. Sasa tuone matokeo ya kiongozi huyu kwenye serikali yake ni nini. Alipochaguliwa sasa amekuwa kiongozi, au baada ya kuchaguliwa, nini kilitokea kwenye maisha yake au kwenye serikali yake? Kwenye serikali yake kitu gani kilitokea? Namba moja, Biblia inasema atatenda kwa hila. Atatenda kwa hila, mstari ule wa 23. Na baada ya maagano atatenda kwa hila. Atatenda kwa hila maana yake ndani yake atakuwa mwenye chuki na hasira na ndugu zake waliomchagua. Manake mtu mnamchagua, mtu mnampendekeza awe kiongozi, akishapata tu uongozi ndani yake sasa anaanza kuidhinisha kile kilichokuwa ndani yake. Biblia inasema atatenda kwa hila, manake atatesa watu kweli kweli. Na Biblia inasema atahakikisha anafanya vitu vingi sana. Ukisoma mstari wa 24 pale anaeleza vitu vingi ambavyo Biblia inasema atatenda, vitu ambavyo hata baba zake wala babu zake hawajawahi fanya, lakini yeye atakavyovitenda mtabaki mnashangaa mpaka kusema jamani, ni huyu ambaye kweli alikuja mpole, alikuja mtaratibu, aliomba msaada, alijipendekeza, akajishusha, akajifanya mjinga. Mbona sasa amebadilika? Biblia inasema atatenda kwa hila, atakuwa ni mtu wa kisasi, atakuwa ni mtu mwenye hasira, atakuwa ni mtu ambaye anafanya vitu vya ajabu mpaka mnashangaa. Huruma ile ya kusema kwamba watu walinichagua itakuwa haipo kabisa. Ndani yake yeye ni hasira tu. Kwa hiyo ndugu zangu, kiongozi kama huyu ambaye amekuja lazima anatengeneza serikali gani? Serikali iliyojaa hila na chuki na malipizi na mapambano ya kila namna. Mimi siwezi kusema, lakini Mungu awatieni nguvu huko mnakokwenda kufanya uchaguzi. Mungu awaongoze na kuwatia nguvu. Lakini kitu cha pili, matokeo ya huyu kiongozi ambaye amekuja, amejipendekeza na amefanya makubaliano, kitu gani anafanya? Biblia inasemaje? Inasema hivi, mstari ule wa 24, atatengeneza dola au serikali yenye nguvu isiyosikiliza wananchi au waliomchagua. Atatengeneza serikali au dola yenye nguvu isiyokuwa tayari kumsikiliza yeyote aliyemchagua au mwananchi wake. Mstari wa 24 ukisoma pale anasema hivi, mstari wa 24 anasema hivi, wakati wa amani atapaingia mahali palipofanikiwa sana pa wilaya hiyo. Sasa tutasema labda mbunge, sijui, au diwani, mimi sijui. Naye atatenda mambo ambayo baba zake hawakuyatenda wala babu zake hawakuyatenda. Mstari wa 23 anaeleza pale, na baada ya maagano atatenda kwa hila, maana atapanda naye atakuwa hodari pamoja na watu wadogo. Maanake atatengeneza nguvu ya serikali yake iwe na uwezo wa kufanya vitu ambavyo haviko tayari kusikiliza watu wengine. Ukisoma mstari wa 24, maanake anajua kabisa eneo analoongoza walikuwepo baba zake, walikuwepo babu zake, lakini atakayeyatenda ni kinyume tofauti kabisa. Hayuko tayari kusikiliza wala kuelewa wala kufanya kitu chochote. Na kitu cha tatu, Biblia inasema hivi, ataharibu maendeleo yote ya jimbo hilo na mafanikio yote ya jimbo hilo. Kama ni nchi, ataharibu maendeleo yote ya nchi hiyo. Kama ni jimbo, ataharibu maendeleo yote ya jimbo hilo. Kama ni kata, ataharibu maendeleo yote ya kata hiyo. Sio mimi nimesema, Biblia inasema hivyo. Anasema atatenda kwa hila. Mstari wa 24, atatenda mambo ambayo baba zake wala babu zake hawakuweza kuyafanya. Angalia, atatawanya
kati yao mawindo na mateka na mali, naam, atatunga hila. Anasema atatawanya. Amekuta mmejenga shule, atavuruga. Atakuta mmefanya nini, atavuruga. Atakuta mmefanya nini, ataharibu kila kitu. Serikali yake itakuwa ni ya uharibifu tu. Mmejijengea mikataba mizuri ya kiserikali kuhusu madini, kuhusu miradi mbalimbali, yeye atavuruga yote. Anachotaka anajua yeye moyoni mwake na nia yake iliyoko ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu, unayetaka kumchagua mwezi wa 10 kuwa naye makini, na tunahitaji kuomba sana Bwana Yesu atuletee watu ambao wanaweza kuwa na uchungu na nchi yetu na taifa letu, wenye nia ya kuifanya taifa letu liweze kufanikiwa. Na la mwisho kabisa, pointi ya mwisho, kiongozi huyu akichaguliwa, kitu gani atafanya? Atatunga sheria zenye kumlinda katika yale anayefanya ili asiguswe na mtu yoyote. Ukisoma pale mstari wa 24 kwenye kitabu cha Danieli 11 mstari wa 24, mwishoni kabisa anasema atatunga hila zake juu ya ngome hata muda ulioamriwa. Atatunga sheria, atatunga sheria, atatunga hila zake, atatunga hila zake juu ya ngome hata wakati ulioamriwa. Unaona kabisa ndugu yetu huyu atahakikisha anatengeneza kila sheria itakayosababisha kufanya kumlinda yeye na kumwepusha na kile ambacho anakifanya. Sasa naomba nisikilize. Sasa kama sisi waombaji tunatakiwa tufanye nini? Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 24, sisi hatutakiwi kupambana na nini? Sisi tunachotakiwa ni kuomba. Biblia inasema hivi, kanisa la kwanza lile lilifanya kitu gani? Matendo ya Mitume 1 mstari wa 24, kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuae moyo wa watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika wawili. Hapa pana mambo mawili. Jambo la kwanza, yupo Mungu anayejua mioyo ya watu wote wanaogombea katika nchi yetu ya Tanzania. Wote, wabunge wote, madiwani wote, na marais wote watakaogombea, Mungu anawajua mioyo yao. Wewe mwanadamu huwezi kujua moyo wa mtu mwingine hata siku moja. Mwanadamu huwezi kujua nia ya mtu mwingine hata siku moja. Ni Mungu peke yake. Ndio maana anasema wewe ujuae mioyo ya watu wote. Alafu jambo la pili anasema utujulishe na sisi watumishi wako tujue ni nani ambaye kweli akichaguliwa atakuwa na nia nzuri na Watanzania, atakuwa na nia nzuri na jimbo letu, atakuwa na nia nzuri na kata yetu, atakuwa na nia nzuri na maendeleo yetu, atakuwa na nia nzuri na sisi wananchi. Wewe ndio unajua. Mungu aliye hai akusaidie ndugu yangu uliopo hapa na unayenisikiliza kwa namna yoyote ile ya mitandao na chochote. Bwana Yesu akusaidie. Omba, mwambie Mungu, tunaelekea uchaguzi, tafadhali tusije tukapata serikali mbaya iliyobeba mabaya, iliyobeba hila, iliyobeba chuki, iliyobeba visasi, iliyobeba uharibifu wa maendeleo yetu ya nchi yetu, inayoweza kusababisha vurugu na mateso kwa wananchi. Tunaomba Bwana Yesu utujulishe, wewe unayejua mioyo ya watu wote. Tunaomba utujulishe ni nani. Ombea Watanzania wapate kuona, wafunguke macho, waone ni nani anastahili kusimama kwenye hiyo nafasi. Ombea wananchi wote, ombea serikali yote, ombea wagombea wote, waenguliwa huko kwenye vyama vyao, wale wanaokuja kwa nia ya kujipendekeza, ambao hawana sifa, hawana nia ya kuwaongoza watu, wanataka kufanya mambo yao. Bwana Yesu awapukutishe huko, kwa watoe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na wainuke wale wenye lengo la kusababisha nchi yetu iendelee kuwa salama na yenye mafanikio na baraka. Na Mungu akubariki. Naomba tuombe dakika chache. Bwana Yesu, nakushukuru katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, naomba Watanzania wote waombe, Watanzania wote wapate mzigo wa kuomba kweli kweli, kuhakikisha nchi yetu inakaa kwenye utulivu, amani, ustahimilivu, utawala na mengine yote katika jina la Yesu. Mungu afungue macho wa Tanzania wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wapate kuwajua watu ambao wanaweza kuwawakilisha vizuri katika nchi yetu ya Tanzania katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaombea uchaguzi wote, tunaombea wote wagombea watakaoteuliwa. Bwana Yesu washike mwenyewe kwa damu ya Yesu. Na Mungu ujuaye mioyo ya watu wote wanaogombea, Bwana, na kuomba shughulika mwenyewe huko kwenye
ulimwengu wakiwa wanaendelea kupita kwenye siasa zao, Bwana, wale ambao hawana nia njema ya kuwatumikia Watanzania, katika jina la Yesu tunawapangua na kuwasambaratisha sasa, na tunaomba Bwana Yesu, achilia nguvu zako katika jina la Yesu, amen.